Habari ya dharura kutokea Mashariki ya Kati. Hatimaye historia imeandikwa na dunia mzima inashuhudia mwanzo wa mwisho wa vita vya Gaza. Mjini Tel Aviv nchini Israeli, maelfu ya watu wamefurika mitaani, machozi yakichanganyika na matumaini. Wamejipanga katika viwanja vya Dizengoff, Habima Square na Rabin Square, wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe mmoja tu, bring them home. Wakisubiri dakika hiyo ya kihistoria ambapo Hamasi itaanza rasmi kuachilia mateka wa kwanza 20 wa Israeli. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa waangalizi wa kimataifa, Hamasi tayari imetoa orodha rasmi ya majina ya watu watakaoachiliwa leo, akiwemo mtoto wa miaka 9, mwanamke mwenye ujauzito na mzee wa zaidi ya miaka 20. Familia zenye huzuni na matumaini zimekaa karibu na skrini kubwa mjini Tel Aviv, zikisubiri taarifa za moja kwa moja kutoka mipaka ya Gaza, kamera zikielezwa kwa magari ya Msalaba Mwekundu ambayo yanatarajiwa kusafirisha mateka hao kutoka Gaza kuelekea Israeli kusini. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amethibitisha hatua hii akisema, huu ni mwanzo wa safari ya kuwarejesha raia wetu nyumbani. Hatutapumzika hadi kila mmoja wao awe salama. Jeshi la Israeli yani IDF lipo kwenye hali ya tahadhari ya juu, likihakikisha usalama wa maeneo yote ya mpakani. Kwa upande wa pili wa mpaka, Hamas imesema inaendelea kutekeleza makubaliano kwa uaminifu mkubwa zaidi. Msemaji wa kundi hilo, ndugu Abu Abeida, amesema, tumefanya tulichoahidi. Dunia sasa itashuhudia kama Israeli nayo itaheshimu maneno yake. Wakati haya yote yakifanyika, rais wa Marekani Donald Trump yuko njiani kuelekea Mashariki ya Kati. Safari yake itampeleka Israeli na kisha Misri, ambako anatarajiwa kutia saini makubaliano rasmi ya amani kati ya Israeli pamoja na Hamas, makubaliano ambayo yameitwa Trump Gaza Peace Accord. Akiongoza ikulu ya White House, Trump aliwaambia waandishi wa habari, tunataka kumaliza kabisa hii vita. Tunataka kuona watoto wa Israeli na wa Kipalestina wakicheza pamoja, siku zikwa pamoja. Trump atakutana na Netanyahu mjini Yerusalem, kisha atasafiri Sharm el-Sheikh, Misri, ambako viongozi wa Kiarabu na wawakilishi wa Umoja wa Mataifa watashuhudia sahihi ya kihistoria. Umoja wa Mataifa umepongeza hatua hii, ikiita mwanga wa matumaini baada ya giza refu. Mashirika ya misaada yameanza maandalizi ya kupeleka chakula, dawa na maji safi kwa maelfu ya raia wa Gaza waliopoteza makazi yao. Mji wa Gaza unajiandaa kwa utulivu wa kwanza baada ya miaka miwili ya vita vilivyoharibu kila kitu. Mwanamke mmoja mzee mjini Tel Aviv alisikika akisema kwa sauti ya kutetemeka, nilimuona mjukuu wangu kwa mara ya mwisho miaka miwili iliyopita. Leo natumaini nitamkumbatia tena. Maneno haya yamegusa dunia mzima, maneno yanayokumbusha kuwa vita vinaweza kuisha, lakini majeraha ya roho yanahitaji amani ya kweli kupona. Huu ndio mwanzo wa mwisho wa vita vya Gaza. Hamasi imeendelea kuachilia mateka, Israeli imeendelea kuondoa wanajeshi wake, na Rais Trump anawasili kuhitimisha makubaliano ya amani yaliyokuwa yakisubiriwa kwa zaidi ya miaka miwili. Dunia inashuhudia historia inaandikwa na matumaini yanarejea Mashariki ya Kati. Historia hii itaenda kuweka kumbukumbu kwenye kila kichwa cha binadamu aliyezaliwa ndani ya dunia hii na anayefuatilia matatizo yanayowakumba watu wa Mashariki ya Kati.